Mamlaka ya kijeshi Guinea-Bissau, nchi inayokumbwa mara kwa mara na mapinduzi ya kijeshi, imepanga kufanyika kwa uchaguzi wa rais na bunge mnamo Disemba 6, licha ya wito wa kuharakisha kurejea kwa utawala wa kiraia. Rais wa mpito Houghton Tamm alitia saini amri hiyo siku ya Jumatano baada ya kukutana na wajumbe wa Baraza la Taifa la Mpito, jeshi na maafisa wa serikali pamoja na wawakilishi wa tume ya uchaguzi. Aliwaambia waandishi wa habari kuwa masharti ya kufanyika kwa uchaguzi huru na haki tayari yamekwisha kutimizwa tangu viongozi wa mapinduzi ya kijeshi walipochukua madaraka kutoka kwa Rais Umaru Sissoco Embalo mwezi Novemba. Wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo kutoka Jumuiya ya Kikanda Afrika Magharibi ECOWAS kuandaa uchaguzi ndani ya kipindi kifupi cha mpito. Jumuiya ya Kikanda hapo awali ilikataa pendekezo la baraza la kijeshi la kuweka kipindi cha mpito cha mwaka mmoja, ikaifungia nchi hiyo kushiriki katika vyombo vyake vya maamuzi na kutishia kuiwekea vikwazo zaidi. Hadi sasa haijulikani ECOWAS itachukua msimamo gani kuhusu ratiba uchaguzi sasa, kwa kuwa imetangazwa rasmi na baraza la kijeshi. Mapinduzi ya kijeshi ya Novemba 2025 yalizua ukosoaji mkubwa, huku wengi wakipinga uamuzi wa jeshi kuchukua madaraka siku chache kabla ya kutangazwa rasmi kwa matokeo ya uchaguzi wa urais. Wakati huo, Rais Embalo na mpinzani wake mkuu Fernando Dias wote walidai ushindi. Jeshi lilisema liliingilia kati ili kuzuia njama ya kuhujumu uthabiti wa kisiasa wa taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo tayari lilikuwa dhaifu na lisilo na utulivu.